Habari. Ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumzia historia ya ajabu ambayo wengi hawajui kuhusu kuenea kwa dini ya Kikristo Afrika Mashariki. Watu wengi wanaamini kwamba Ukristo ulifika Afrika kupitia wakoloni wazungu kutoka Ulaya miaka ya 19. Lakini ukweli ni kwamba Ukristo ulifika bara la Afrika miaka mamia kabla ya kuenea Ulaya ya kaskazini. Historia hii inabadilisha kabisa mtazamo wetu kuhusu asili ya dini hii muhimu duniani kote na kusambaa kwake. Ikiwa bado haujajiunga na familia yetu, tafadhali bonyeza kitufe cha kujiandikisha na upige kipaza sauti ili usipoteze maudhui mengine. Tunajua kwamba historia iliyofundishwa shuleni mara nyingi inapuuza ukweli muhimu kuhusu mchango wa Afrika kwa ustaarabu wa ulimwengu. Kwa hiyo ninawakaribisha mjenge vizuri, kwa sababu tutazungumzia ukweli ambao umefichwa kwa miaka mingi sana. Tutaangalia jinsi Ukristo ulivyochukua mizizi ya Afrika ya kaskazini na mashariki miaka 1005 kabla ya Europa. Tutaanza safari yetu historia hii kwa kuelewa kwamba wakati Yesu Kristo alipokuwa akiishi Palestine karne ya kwanza baada ya Kristo, jirani ya karibu sana na nchi yake ni bara la Afrika ambalo lilikuwa na uhusiano mkubwa na Mashariki ya Kati. Misri, ambayo iko bara la Afrika, ilikuwa moja ya mataifa yenye ustaarabu mkubwa na ushawishi mkubwa katika dunia ya wakati huo. Biblia mwenyewe inaeleza jinsi familia ya Yesu ilivyokimbilia Misri kumkimbia mfalme Herode aliyetaka kumuua Yesu wakati akiwa mtoto mdogo. Hii inaonyesha uhusiano wa karibu sana kati ya watu wa Palestine na watu wa Misri wakati huo wa historia. Tukumbuke kwamba Misri ya wakati huo ilikuwa ni sehemu ya empire ya Kirumi na ilikuwa na ujumuiko mkubwa na dunia ya Kigiriki. Makasisi na wanavyuoni wa Kiafrika kutoka Misri na Ethiopia walishiriki vikao vikubwa vya kwanza vya kanisa baadaye karne ya 3 na 4. Kwa hiyo tunaona kwamba Afrika haikuwa pembezoni, bali katikati ya tukio hili kubwa la historia. Historia inaeleza kwamba mmoja wa wainjilisti wa kwanza aliyeleta ujumbe wa Kristo Afrika Mashariki ni Marko Mtakatifu mwenyewe. Kulingana na mapokeo ya kanisa la Alexandria, Misri, Marko alifika mji wa Alexandria mwaka 69 baada ya Kristo. Alexandria wakati huo ilikuwa mji wa pili au wa tatu mkubwa zaidi ulimwenguni na kituo kikubwa cha elimu na falsafa. Mji huu ulikuwa na maktaba kubwa zaidi duniani kote yenye maandiko ya thamani kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Marko alianzisha jumuiya ya Kikristo huko na kuweka msingi wa kanisa ambalo pia lilikuwa moja ya makanisa ya kwanza kabisa ulimwenguni. Kwa miaka mingi iliyofuata, Alexandria ilikuwa kituo kikubwa cha elimu ya Kikristo na mahali ambapo wanafalsafa na wanavyuoni wa dini walikuwa wakijadili. Shule ya Alexandria ya kitheolojia ilizalisha wanafikra wazito wa dini kama Origen na Athanasius ambao walikuwa na ushawishi mkubwa sana. Fikra zao zilibadilisha jinsi Ukristo ulivyoelezwa na kueleweka katika karne za kwanza za Kikristo duniani kote. Lakini Misri sio nchi pekee Afrika ambayo ilijua dini ya Kikristo mapema sana kabla ya Ulaya ya kaskazini. Ethiopia nayo ina historia ya ajabu ya kuelekea Kikristo ambayo inaanzia wakati wa Yesu Kristo mwenyewe kulingana na Biblia. Kitabu cha Matendo ya Mitume cha 8 kinasimulia hadithi ya kamanda mmoja wa jeshi la Ethiopia aliyekuwa mwenye mamlaka makubwa. Mtu huyu alikuwa msimamizi wa hazina ya malkia wa Ethiopia na alikuwa amesafiri hadi Yerusalemu kwenda kuabudu. Njiani akirejea nyumbani, Mtume Filipo alikutana naye na kumweleza ujumbe wa Yesu Kristo wakati walipokuwa wakisoma kitabu cha Isaya. Kamanda huyo aliamini na kubatizwa pale pale barabarani kabla hajaendelea na safari yake kurudi Ethiopia. Kulingana na mapokeo ya kanisa la Kiorthodoksi la Ethiopia, mtu huyu alirudi nyumbani na kueneza ujumbe ambao ulimwagika nchini mwao.
Ingawa historia sahihi ya kuenea kwa Ukristo Ethiopia haijulikani kwa uhakika, tunajua kwamba imani hii ilikuwa imekwisha enea sana kabla ya karne ya 4. Tukio kubwa lililohakikisha imani hii katika taifa likatokea mwaka 322 wakati Mfalme Ezana wa Ethiopia aliamua kuifanya Ukristo kuwa dini rasmi. Kwa hiyo tunaona kwamba katika miaka ya karne ya 4 ya baada ya Kristo, Afrika ya Kaskazini ilikuwa na jumuiya kubwa za Wakristo. Hapa naomba mkae na kufikiri kidogo kuhusu ukweli huu ambao haueleweki sana katika historia ambayo inafundishwa nyakati nyingi. Wakati huo, Ulaya ya Kaskazini bado ilikuwa na dini za kienyeji ambazo ziliamini Mungu wengi na kafara za aina mbalimbali. Nchi kama Uingereza, Ujerumani na Skandinavia hazikuwa zimejua Ukristo wala hazikuwa na jumuiya yoyote ya Wakristo wakati huo. Hata Italia yenyewe, ambayo leo ni kitovu cha Ukristo wa Kikatoliki, sehemu nyingi zake hazikuwa zimejua Ukristo kwa dhati. Lakini wakati huo huo, Afrika Kaskazini, kuanzia Misri, Libya, Tunisia, Algeria hadi Moroko, ilikuwa na mashamba ya Wakristo wenye nguvu. Watu hawa walikuwa na makanisa yao, maandiko yao na wanafikra wao wazito ambao walishiriki kikamilifu katika mijadala ya kithiolojia. Miji kama Carthage katika Tunisia ya leo ilikuwa na Wakristo wengi sana na pia makasisi wazito wa kithiolojia. Ikiwa historia hii inawashtua, tafadhali acheni maoni yenu hapa chini, mkaeleze mtazamo wenu kuhusu ukweli huu wa kihistoria. Mmoja wa Wakristo mashuhuri zaidi wa Afrika Kaskazini katika karne za kwanza ni Augustine wa Hippo, ambaye alizaliwa Tunisia mwaka 374. Augustine ni mmojawapo wa wanafikra wakubwa zaidi katika historia yote ya Ukristo, na mawazo yake bado yanasomwa vyuoni vikuu duniani. Alikuwa askofu wa mji wa Hippo ulioko Algeria ya leo, na aliandika kazi kubwa nyingi za kithiolojia za ubunifu mkubwa. Kitabu chake Confessions ni moja ya kazi za kwanza za kimaandishi za kiotobiografia duniani na bado kinasomwa hadi leo. Kitabu kingine chake kinachojulikana The City of God kiliandikwa baada ya wabarabare kushambuli Roma na kuharibu mji huo mwaka 410. Katika kitabu hiki, Augustine alijibu maswali magumu kuhusu jinsi mji mkuu wa Empire ya Kirumi uliweza kuanguka wakati wenyewe wanaamini Mungu. Mawazo yake kuhusu dhambi, neema na mapenzi yalibadilisha kabisa jinsi Ukristo ulivyoelezwa na bado yana ushawishi mkubwa hadi leo. Tunaweza kusema bila wasiwasi kwamba Augustine ni mwanahisabati mkubwa wa Afrika ambaye alishiriki kwa kiasi kikubwa katika kuunda misingi ya falsafa ya Kikristo. Lakini yeye si pekee. Walikuwako wengine wengi kutoka Afrika Kaskazini ambao walichangia kwa njia kubwa katika kufafanua imani ya Kikristo. Tertullian alikuwa mwanatheolojia mwingine muhimu kutoka Carthage katika Tunisia, ambaye aliishi karne ya 2 na ya 3 baada ya Kristo. Yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kutumia lugha ya Kilatini kuandika kuhusu masuala ya kithiolojia badala ya Kigiriki. Kazi zake za kuandika zilisaidia kuunda istilahi nyingi za kithiolojia katika lugha ya Kilatini ambazo bado zinatumika hadi leo katika kanisa. Yeye alikuwa mtetezi mkali wa imani ya Kikristo dhidi ya mateso na madai ya upagani wa wakati huo. Pia aliandika jinsi Wakristo wanapaswa kuishi maisha yao ya kila siku katika jamii ambayo haikuelewa imani yao. Mwanatheolojia mwingine muhimu kutoka Afrika ni Cyprian, ambaye alikuwa askofu wa Carthage katika karne ya 3 baada ya Kristo. Cyprian aliandika kuhusu umoja wa kanisa na umuhimu wa kuweka muungano kati ya majumba mbalimbali ya makanisa. Yeye aliuawa kwa ajili ya imani yake wakati wa mateso ya Wakristo mwaka 258 baada ya Kristo.
Kumbukeni kwamba watu hawa hawakuwa tu Wakristo wa kawaida, bali walikuwa wanafikra wazito ambao waliwaacha nyuma kazi za kisayansi. Maandiko yao yalisomwa na kujadiliwa katika karne nyingi zilizofuata na kusaidia kuunda msingi wa falsafa ya Kikristo ulimwenguni kote. Tunapozungumzia Afrika Mashariki, hatupaswi kusahau historia ya kipekee ya kanisa la Ethiopia ambalo linahifadhi mapokeo yake tangu karne za kwanza. Kanisa la Kiorthodox la Ethiopia ni moja ya makanisa ya kikale zaidi duniani na lina desturi za kipekee ambazo hazionekani mahali pengine. Wao wanaamini kwamba sanduku la agano ambalo lilikuwa na mbao 10 za sheria kutoka kwa Musa liko hifadhini kwao mjini Aksum. Ingawa madai haya hayawezi kuthibitishwa kihistoria, yanaonyesha jinsi kanisa hili lilivyokuwa na uhusiano mrefu na mzito na Israeli ya kale. Mapokeo ya Waethiopia yanasema kwamba Malkia wa Sheba aliyekutana na Mfalme Suleiman katika Biblia alikuwa malkia wao, na kwamba wafalme wao wanashuka kutoka kwa Suleiman. Historia hii inajumuishwa katika kitabu chao kitakatifu kinachojulikana kama Kebra Nagast au utukufu wa wafalme, ambalo kiliandikwa karne ya 14. Licha ya kuwa historia hii haiwezi kuthibitishwa kabisa, inaonyesha jinsi wa Ethiopia wanavyojiona kama sehemu ya historia ya Israeli na Kikristo. Ukristo wa Ethiopia una sifa zake maalum, kama kutumia lugha ya kale ya Ge'ez katika ibada na kufuata kanuni fulani za chakula kutoka kwa Agano la Kale. Kanisa hili limehifadhi maandiko mengi ya kale ambayo hayapatikani mahali pengine, na pia lina sanaa ya kipekee ya Kikristo ambayo hailingani na mahali popote. Lakini inabidi tujue kwamba historia hii ya mafanikio ya Ukristo Afrika haikusongwa bila vizuizi na changamoto kubwa. Katika karne ya 7 baada ya Kristo, dini mpya ya Kiislamu ilianza kuenea kutoka Arabia kwa kasi kubwa sana. Mwaka 637 baada ya Kristo, Misri ilidhafilika na jeshi la Waarabu chini ya uongozi wa Jenerali Amr ibn al-As. Ndani ya miaka kadhaa tu, Misri yote ilishushwa chini ya utawala wa Kiislamu na kuanza mchakato wa kubadilisha lugha na dini. Ingawa Wakristo wa Koptiki waliruhusiwa kuendelea na imani yao, walipata dhiki nyingi na walitakiwa kulipa kodi maalum. Kwa muda, Ukristo uliendelea Misri, lakini polepole idadi ya Wakristo ikapungua kwa miaka mamia kwa sababu watu wengi walibadilika Kiislamu. Leo Wakristo wa Koptiki ni takriban 10% tu ya watu wa Misri, ingawa wao ni wenye kuendelea na mapokeo ya kanisa la kale zaidi. Magharibi ya Afrika Kaskazini pia yaligafilikiwa na jeshi la Kiislamu katika karne ya 7 na 11 baada ya Kristo. Miji kama Carthage, ambayo ilikuwa vituo vikuu vya Ukristo, ilishushwa na kuharibika kabisa wakati wa mapigano. Kwa muda mrefu baada ya hayo, Ukristo ulipotea kabisa katika sehemu kubwa ya Afrika Kaskazini, isipokuwa Ethiopia. Ethiopia ndiyo nchi pekee ya Afrika ambayo ilishinda majaribu yote ya kushindwa na Kiislamu na kuhifadhi utambulisho wake wa Kikristo. Sasa tukirudi kidogo kutazama tena jinsi historia hii inavyotofautiana na maelezo ambayo huwa yanatolewa mara nyingi kuhusu Ukristo Afrika. Ikiwa haujafanya hivyo, tafadhali jiandikishe kwenye Ufalme Uliopotea ili upate maudhui zaidi kama haya ambayo huwa yanafunua historia ya kweli. Kama tulivyoona, Ukristo ulienea Afrika miaka mamia kabla ya kuenea nchi nyingi za Ulaya ya kaskazini na magharibi. Wakristo wa Kiafrika walikuwa katikati ya mijadala mikubwa ya kitheolojia ambayo iliunda imani ya Kikristo ulimwenguni kote. Makasisi na maaskofu kutoka Afrika walishiriki katika vikao vikubwa vya kanisa kama Baraza la Nicaea
mwaka 325 baada ya Kristo. Baraza hili liliitisha maaskofu kutoka pande zote za empaya ya Kirumi ili kujadili masuala ya msingi ya imani. Moja ya suala kuu lililojadiliwa ni hali ya Yesu Kristo kama Mungu na binadamu na uhusiano wake na Mungu Baba. Wakristo wengi kutoka Afrika walichangia katika mjadala huu na kutoa maoni yao kuhusu mambo haya ya kina ya kitheolojia. Athanasius, ambaye alikuwa askofu wa Alexandria, Misri, alikuwa mtetezi mkubwa wa imani ya kawaida ya kanisa dhidi ya fundisho la Arius. Kwa bidii zake, Baraza la Nisea likaamua kuunga mkono fundisho ambalo linasema kwamba Yesu ni Mungu kamili na binadamu kamili. Hii ni fundisho ambalo bado linashikiliwa na makundi makubwa ya Wakristo duniani kote hadi leo. Ikao vingine vikubwa vya kanisa pia vilishirikiwa na Waafrika wengi kutoka Misri na sehemu nyingine za Afrika Kaskazini. Baraza la Chalcedon mwaka 451 baada ya Kristo lilishirikiwa na maaskofu kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. Katika baraza hili tena kulijadiliwa hali ya Yesu Kristo na jinsi ya kueleza umungu wake na ubinadamu wake. Makasisi wa Kiafrika walikuwa na maoni yao wenyewe kuhusu masuala haya, na baadhi yao hawakukubaliana na maamuzi ya baraza. Hii ilisababisha mfarakano katika kanisa na kuunda makundi mbalimbali ya Wakristo ambayo yanajulikana kama Oriental Orthodox, kanisa la Coptic la Misri na kanisa la Kiorthodoksi la Ethiopia ni sehemu ya familia hii ya makanisa. Tunaweza kusema kwamba mgawanyiko huu ulianza Afrika Kaskazini, sio Ulaya kama watu wengi wanavyodhani mara nyingi sana. Hii inaonyesha jinsi Afrika ilivyokuwa katikati kabisa ya masuala makubwa ya kithiolojia ambayo yalibadilisha historia ya Ukristo. Vikao hivi na mijadala hii yote yalitokea Afrika na Mashariki ya Kati, sio Ulaya ya Kaskazini ambayo bado haikuwa na Ukristo wa dhati. Mamia ya miaka ilipita kabla Ulaya ikawa kitovu cha Ukristo kama ilivyo leo katika mitazamo ya wengi. Jambo lingine muhimu la kuzingatia ni jinsi Ukristo wa Kiafrika ulivyokuwa tofauti na Ukristo ambao ulienea Ulaya baadaye. Makanisa ya Afrika yalikuwa na desturi zao za kipekee za ibada na utamaduni ambao ulichanganya imani ya Kikristo na mila za kienyeji. Sanaa ya Kikristo ya Kiafrika ilikuwa na mtindo wake mwenyewe ambao hautofautiani na sanaa ya Kiyunani au Kirumi. Katika Ethiopia kwa mfano, makanisa yalijengwa kwa njia ya kipekee, yakichimba ndani ya miamba badala ya kujengwa juu ya ardhi. Makanisa haya yaliyo na umbo la msalaba na yana urembo wa kipekee ambao hauonekani mahali pengine ulimwenguni kote. Muziki na nyimbo za kanisani pia zilikuwa tofauti na zilihifadhi mitindo ya kale ya Kiafrika badala ya kufuata mitindo ya Ulaya. Lugha zilizotumika katika ibada pia zilikuwa lugha za Kiafrika kama Kigiriki cha Misri ambalo linajulikana kama Koptiki na Ge'ez ya Ethiopia. Hii ni tofauti na Ulaya ambapo Kilatini kilikuwa lugha ya ibada kwa kanisa la Katoliki kwa karne nyingi. Mungu aliombwa kwa lugha za wenyeji na imani ilipatana na utamaduni wa watu wa eneo fulani bila kupoteza msingi wake. Historia hii inapaswa kutufundisha sisi leo kuhusu kuelewa vizuri zaidi jinsi dini zinavyoenea na kuchukua maumbo mbalimbali katika maeneo tofauti. Kama mnavyoona, Ukristo haujaletwa tu Afrika na wakoloni wa Ulaya katika karne ya 19 kama watu wengi wanavyodhani. Kinyume chake, Ukristo ulikuwa tayari umekaa mizizi nchi fulani za Afrika kwa mamia ya miaka kabla ya Ulaya. Lakini historia hii imesahaulika au kufichwa katika maelezo mengi ya kisasa kuhusu kuenea kwa Ukristo duniani kote.
Sababu ya kusahauliwa kwa historia hii ni nyingi na ni ngumu kuzieleza kwa ufupi tu wa muda tulionao. Moja ya sababu ni kwamba baada ya kuenea kwa Kiislamu Afrika Kaskazini, sehemu kubwa ya Ukristo ilipotea huko. Wakristo waliobaki kama Wakoptiki wa Misri walikuwa wachache na hawakuwa na nguvu ya kisiasa au kijamii. Kwa hiyo, wakati Ulaya ilipochukua jukumu la kueneza Ukristo duniani kote kuanzia karne ya 15 na kuendelea, Afrika haikuonekana tena. Wakoloni wa Ulaya walipofika Afrika baadaye, waliona kwamba sehemu nyingi za bara hazina Ukristo na wakaamua kufanya kazi ya kueneza dini. Hawakuzingatia kuwa sehemu zingine za Afrika zilikuwa na Ukristo tangu zamani au kwamba Ukristo ulishakuwepo huko kabla ya kuwasili kwao. Jambo lingine muhimu ni kwamba historia ambayo imefundishwa shuleni na vyuoni vikuu mara nyingi imekuwa na upendeleo wa kumwangazia Ulaya. Wanahistoria wengi kutoka Ulaya wameandika vitabu ambavyo vinazungumzia historia ya Ukristo kutoka mtazamo wao wenyewe tu. Katika vitabu hivyo, Afrika inaonekana kama bara lenye giza ambalo halina mchango katika maendeleo ya tamaduni na dini. Ukweli ni kwamba Afrika ilikuwa na ustaarabu mkubwa na mchango mkubwa katika historia ya dunia, ikiwa ni pamoja na historia ya Ukristo. Tafadhali acheni maoni yenu makubwa hapa chini, mkieleza mtazamo wenu kuhusu jinsi historia hii imepuuzwa au kufichwa katika elimu ya kawaida. Ni muhimu sana tujifunze historia yetu ya kweli ili tuweze kuelewa vizuri zaidi ulimwengu tunaoishi na jinsi mambo yalivyokuwa. Historia ya Ukristo Afrika inatupasa kufahamu ili tuweze kuwa na mtazamo sahihi wa mchango wa Afrika kwa ustaarabu wa ulimwengu. Wakati tunapoangalia hali ya Ukristo Afrika leo, tunaona picha ya Fania Patana kwa Nisako Kwivi. Tunaona picha ya visui ya ulimwengu kili ya majulea za historia hii yote. Ethiopia bado ina kanisa lake la Kiorthodox ambalo lina mapokeo yaliyotoka tangu karne za kwanza za Ukristo. Misri bado ina jumuiya kubwa ya Wakristo wa Koptiki ambao wana historia yao yenye utajiri kutoka wakati wa mitume. Nchi nyingine za Afrika pia zina historia zao za Ukristo, ingawa nyingi zimepitia mabadiliko makubwa kutokana na ukoloni na mgawanyiko. Kanisa la Katoliki, kanisa la Kiprotestanti na makanisa mengine yalijengwa na wakoloni wa Ulaya na yamekuwa kupitia miaka. Lakini hata katika makanisa hayo, tunaona jinsi imani imebadilishwa na kuchanganywa na utamaduni wa Kiafrika. Nyimbo, ibada na namna ya kuelewa Mungu yote yanaakisi uzoefu na historia ya watu wa Afrika. Hii inaonyesha kwamba imani si kitu cha kugawanya tu, bali kinaweza kupatana na utamaduni na kuchukua umbo tofauti. Tunapozingatia historia yote hii, tunaona kwamba Ukristo ni sehemu ya historia ya Afrika kwa muda mrefu sana. Kuna mambo machache ya ziada ambayo ninapenda kuyagusia kabla hatujafikia mwisho wa mazungumzo yetu haya ya leo. Moja ya mambo hayo ni namna ambavyo wanahistoria wa kisasa wanavyojaribu kufichua tena historia hii ambayo imesahauliwa kwa muda mrefu. Kuna uchunguzi mkubwa unaoendelea wa kiarkeolojia katika maeneo ya Afrika Kaskazini ambapo makanisa ya kale yanagunduliwa na kuchunguzwa. Makanisa haya yanaonyesha jinsi Wakristo walivyoishi na kuabudu katika karne za kwanza za Ukristo na jinsi miji yao ilivyokuwa. Maandiko ya kale ambayo yamehifadhiwa katika maktaba na makumbusho pia yanasomwa upya na kuchunguzwa ili kuelewa vizuri zaidi. Wanasayansi wanaotumia teknolojia ya kisasa wanaweza kusoma maandiko ambayo yamechakaa au kuharibiwa kwa muda mrefu. Kazi hii ya uchunguzi inasaidia kutoa mwanga katika historia ambayo ilikuwa giza kwa miaka mingi na kuonyesha ukweli. Kwa kupitia juhudi hizi, tunapata kuelewa vizuri zaidi jinsi Ukristo ulivyokuwa na mizizi yake Afrika kabla ya kuenea Ulaya. Historia hii inaonyesha kwamba Afrika haikuwa bara lenye giza kama ilivyoelezwa na wakoloni, bali lilikuwa na ustaarabu mkubwa. Tunaweza kusema kwa uhakika kwamba Afrika ilichangia kwa kiasi kikubwa katika kuunda falsafa na theolojia ya Kikristo ambayo inafuatwa leo. Jambo jingine muhimu ni jinsi historia hii
inavyoweza kubadilisha mtazamo wetu kuhusu uhusiano kati ya Afrika na Ulaya. Mara nyingi sana tumezoea kufikiri kwamba Ulaya ni chanzo cha ustaarabu na elimu na Afrika ni bara ambalo limekuwa nyuma. Lakini historia ya Ukristo inatuonyesha kwamba mambo hayakuwa hivyo kwa nyakati zote za historia ya binadamu. Kwa kweli, katika karne za kwanza baada ya Kristo, Afrika ya Kaskazini ilikuwa mbele ya Ulaya katika mambo mengi. Wanafikra wakubwa wa kitheolojia walikuwa Afrika na walikuwa wakiandika na kujadili masuala magumu ya kiimani wakati Ulaya bado. Hii inapaswa kutufanya tufikiri upya kuhusu taswira tunazozalisha kuhusu maeneo mbalimbali ya ulimwengu na historia yao. Hakuna bara ambalo ni bora au duni kuliko jingine, lakini kila eneo lina mchango wake katika historia ya binadamu. Tunapaswa kuheshimu na kujifunza kutoka kwa historia za sehemu zote za dunia bila upendeleo au ubaguzi wowote ule. Kwa kumalizia, napenda kusema kwamba historia hii ya Ukristo Afrika inatakiwa ifundishwe kwa uwazi zaidi katika shule na vyuo vikuu. Wanafunzi wanapaswa kujua kwamba Afrika ina historia tajiri na ina mchango mkubwa katika maendeleo ya dini na falsafa. Historia ambayo inafundishwa haiwezi kuendelea kumwangazia Ulaya tu wakati inapuuza michango ya maeneo mengine ya ulimwengu. Hii ni muhimu sana kwa vijana wa Afrika ambao wanahitaji kujua kuhusu ukuu wa babu zao na mchango wao. Ukijua historia yako, unaweza kuwa na ujasiri na kujivunia urithi wako badala ya kuona chini yako mwenyewe. Tunapofahamu kwamba wazee wetu walikuwa wanafikra wakubwa na walikuwa wakichangia katika mijadala mikubwa ya kidunia, tunajisikia na nguvu zaidi. Historia hii ya Ukristo Afrika inapaswa kuwa sehemu ya elimu ya kila mwanafunzi ili aelewe vizuri zaidi historia halisi ya dunia. Natumaini kwamba maudhui haya yamewafungulia macho na kumpa maarifa mapya kuhusu historia ya bara letu. Kwa hiyo ndugu zangu, tumemaliza safari yetu ya leo katika kuchunguza historia ya ajabu ya Ukristo Afrika Mashariki na Kaskazini. Tumeona jinsi dini hii ilivyofika Afrika katika karne ya kwanza ya baada ya Kristo kupitia watu kama Marko Mtakatifu. Tumeona jinsi miji kama Alexandria na Carthage vilivyokuwa vituo vikubwa vya elimu ya Kikristo na falsafa wakati huo. Tumejifunza kuhusu wanafikra wakubwa kama Augustine, Tertullian na Athanasius ambao walikuwa Afrika na walishiriki kwa dhati katika kuunda misingi ya imani. Tumeona pia jinsi kanisa la Ethiopia lilivyohifadhi mapokeo yake ya kale na kustawi hadi leo hii. Tumezingatia changamoto zilizokabili Ukristo Afrika wakati wa kuenea kwa Kiislamu na jinsi historia hii imesahauliwa katika elimu ya kawaida. Mwishowe, tumegusia umuhimu wa kufundisha historia hii kwa uwazi zaidi ili kuhakikisha kwamba kila mtu anajua ukweli. Napenda kuwaomba sasa mfanye jambo moja muhimu sana ili tusaidie ukuaji wa ufalme uliopotea na kueneza elimu hii. Tafadhali, bonyezeni kitufe cha kujiandikisha ikiwa bado hamjafanya hivyo ili mupate maudhui zaidi kama haya yenye thamani. Pigeni kipaza sauti ili kuonyesha kwamba mnapenda kazi tunayofanya na kwamba mnataka kuona maudhui zaidi ya aina hii. Na muhimu zaidi, acheni maoni yenu hapa chini mkieleza hitimisho au somo ambalo mmelichukua kutokana na historia hii nzito. Je, historia hii imebadilisha mtazamo wenu kuhusu Afrika na Ukristo? Au je, mna maoni mengine kuhusu jambo hili? Tunasubiri kusikia maoni yenu na kujifunza pia kutoka kwenu, kwani kila mmoja wetu ana uzoefu na mtazamo wake wa kipekee. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.